zingua. Hebu ngoja niunganisha afu mtaniambia hapa kama inasikika afu utaniambia. Wamefanya mambo inasikika, lakini bahati mbaya hakuna sheria nyingine iliyotungwa. Kwa hiyo leo sisi wa Tanzania tukisema kwa mujibu wa katiba ya sasa tunataka katiba ya wananchi, ni sisi ndio wenye kauli, kwa sababu ndani ya katiba hii ya 77 sisi ndio tunapewa mamlaka ya kutengeneza katiba. Haisemi nani atengeneze katiba, sisi ndio tunapewa, wananchi ndio tunapewa mamlaka ya kutengeneza, kwa sababu ibara ya 8 inatamka kabisa kwamba wananchi, serikali yoyote itakayoingia madarakani itapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi, na wananchi ndio sisi. Sasa bahati mbaya mara nyingi hatuna kauli moja, tuko kwenye, tumegawanyika makundi. Wao wakija wanakuja na kauli ya kiserikali wanatushinda, na sisi tulikuwa hatuna kauli moja. Na wapongezeni vijana kwamba sasa mmekuja na kauli moja na mna bunge la vijana, na washukuruni sana kwa hii hatua mliochukua. Hii ni tayari hatua ya ukombozi, na nimeona hapo juu umeandika saa ya ukombozi, nafikiri ni sasa au kitu cha namna hiyo. Nilitaka nianze na hilo ili wote tutembee tukiwa katika hatua zinazofanana, kutokea mlango wa kutokea na kwenda kufanya kazi. Nilitaka nianze na hilo ili wote kitu kikubwa daima ni kuwa na umoja, kuwa na mshikamano, kuto kugawanyika. Na sisi tunaopigania jambo moja, tusikubali kugawanywa na yeyote yule. Mkitazama jenzi wenzenu, nilikuwa napita mchana jenzi wa maeneo mbalimbali. Mwaka jana tumekuwa na mifano mingi sana ya jenzi wa nchi mbalimbali. Mfano mzuri sana ni wale wa Nepal, wengine wanaita Nepal. Sasa sijui tamko sahihi ni ipi, lakini tutumie Nepal, tutumie Nepal, yote ni sawa. Hao walituonyesha mfano walivyochukua nchi katika siku chache sana, na walikupa watu kama 20 tu katika ule mchakato, kwa sababu hata jeshi la nchi ile ilijua majukumu yake. Jeshi la nchi yoyote jukumu lake si kuua wananchi wake, ni kuwalinda wananchi wao. Tofauti na tulivyoona Tanzania mwaka jana jeshi letu lilivyoshiriki, na tuliona kwenye mitandao, wala usiulize tuliona wapi. Tuliona kwenye mitandao ya hadhara. Jambo likishafanyika duniani haliwezi kurudishwa ndani. Sawa na mtoto akishatoka kwenye tumbo la mama, huwezi kumrudisha ndani. Tarehe 29 Oktoba jeshi letu lilikuwa barabarani. Mimi nimeona kwa macho yangu. Sasa kwa mambo niliona kwa macho yangu nisiambiwa na mtu nisiyaongelee. Niliona kwa macho, msingetaka niyaone basi yasingekuwa hadharani. Jeshi likulepo, lilishangiliwa sana na wananchi, baadaye likageuka, kwa lugha ya mitaani tunasema liliwageuka wananchi. Hiyo ndio lugha ya mtaani, hatuna lugha nyingine. Na hii historia ni lazima iandikwe, kwa sababu ni tukio baya katika historia ya Tanzania. Kunapotokea tukio baya, hata ukitaka kulificha, halitajificha, litaendelea kujitokeza, litazungumzwa, tutafanya critique, tutafanya masahisho, na tutakapopamba mambo mengine ya mbele, tutajua namna ya kupanga kwa kuangalia mifano ya madhara gani tuliyapata huko nyuma. Kwa nasema haya ili kuambia kwamba sisi tujipange. Jukumu la kutengeneza katiba nchi yetu ni wa Tanzania wenyewe. Sasa kama serikali haitaki kutuachia nafasi, sisi ambao tunataka kutengeneza katiba tutadai haki yetu.
ya kikatiba. Tutadai katiba yetu itekelezeke, kwamba katiba hii sasa ambayo imetengenezwa mwaka 77, leo ni miaka ngapi? Hatuwezi kuwa na katiba wakati tumebadili mambo mengi sana, yameshabadilika. Sisi Gen Z na wananchi wa kawaida wa Tanzania wengi sana kwa mamilioni wanataka katiba mpya. Hamko peke yenu Gen Z, na hata nyie msitutenge. Ni vizuri mwe waunganishi badala ya kutenganisha watu, kwa sababu tukiwa wengi ni rahisi kufanya mambo. Tukigawanyika tutagawanyika. Sasa hilo naomba niliweke kama msingi wa kwanza, kwamba hapazuiliki. Hitaji la katiba mpya haizuiliki, na haina kambi moja tu itakayosema sisi ni wamiliki wa katiba mpya. Sio CCM, sio chama tawala, kwa sababu katiba sio ya kwao. Wao watahangaika na katiba za kwao, hatuna shida. Katiba yao hatuingilii, lakini katiba ya nchi ni ya kila raia aliyefika umri wa kuelewa. Ndio minimum requirement ya kisheria kwetu. Yule mtu ambaye yuko kwenye aliyefikia age of maturity, na age ya maturity Tanzania ni miaka 21. Kwa mtu yeyote aliyefikia age of maturity ana haki ya kushiriki kwenye active politics katika nchi yetu. Nilitaka kuweka huo msingi, kwamba hata iliyoko leo ilichaguliwa tu, watu walichaguliwa tu 10, wakapewa kazi, wakafanya siku zao sijui 20 sijui ngapi, wanajulikana. Msekwa yuko hai mpaka leo, ndiye alikuwa katibu. Kina bwana Liundi aliyekuwa balozi alikuwa mjumbe kwenye kamati hiyo, na wajumbe wengine wote jumla walikuwa 20. Walikuwa handpicked na rais, wala hakuna process ya kikatiba iliyotumika, walikuwa handpicked. Kwa leo hakuna mtu atakayetuambia kwamba yeye ni nani mnaongea katiba. Sisi ni Watanzania. Sisi ni Watanzania ambao bahati nzuri leo kule 77 hata ibara ya 8 haikuwepo. Leo sisi angalau kuna ibara ya 8 inatuambia Watanzania ndio wenye haki na katiba. Sasa Watanzania utatubaguaje? Mimi unanibaguaje? Kijana wangu wa miaka 21 unambaguaje? Wa miaka 25 unambaguaje? Unatoaje uhalali kwamba hii itashughulikiwa na Samia kwa sababu ndiye rais? Wapi ametajwa katika katiba ya leo? Wapi imetajwa kwamba rais ndiye atakayetengeneza katiba? Wapi imetajwa? Na kama imetajwa, kwa nini inaingizwa leo kwa mara ya kwanza? Kwa sababu tangu uhuru katiba haijawahi kutengenezwa na serikali. Tangu uhuru haijatengenezwa na serikali. Ile ya kwanza kabisa ilitengenezwa kutoka Lancaster House, Uingereza. Sasa ndio tulikuwa tunapata uhuru. Lakini marekebisho yote yaliyopata haijawahi kutengenezwa na rais, wala na chombo cha rais, wala sio haijawahi kuwa chini ya usimamizi wa chama. Mkielewa haya mambo, mtaargue mkiwa na hoja ambazo zina mashiko na hakuna mtu atakayewatoa. Kwa mpende kusoma, mpende kuchunguza, mpende kudadisi, kwa sababu ukisha kuwa na correct information, hakuna mtu hata mmoja atakaye kutikisa chochote. Nilitaka hiyo iwe ni hoja ya kwanza kabisa katika mjadala wetu wa jioni hii. Ndugu zangu, jambo la pili ambalo nilitaka niliseme, nyie ni vijana, nyie ni Gen Z. Tarehe 29 Oktoba ilikuwa siku ya uchaguzi, na wengine wenu au wengi wenu nina hakika mmeshiriki au kwa kwenda kwenye uchaguzi au hamkwenda kwenye uchaguzi kwa kitu kinachoitwa no reform no election. Kwa umeshiriki mojawapo kati ya hayo mambo mawili.
nitakuwa nimetoka, na katika kutoka yakatokea yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Sasa mimi sitaki kudwell kwenye yaliyotokea leo, lakini nataka kuweka msingi ufuatao. Sasa sijui kama imenitoa au bado nasikika. Bado nasikika? Ndio baba. Ndio tunakusikia baba. Asante. Sasa ilikuwa imenitoa, ngoja nione kama naweza kurudi Tunakusikia kabisa. Nimefanikiwa. Sawa. Nani kulikuwa na simu inaingia, nikawa nimeangalia kama simu imeniondoa kwenye microphone, lakini nadhani bado nipo. Bado upo baba, tunakusikia. Asante. Kwa hiyo jambo la pili, nilitaka kujenga msingi wa tarehe 29 Oktoba. Kwanza niwape vijana pole za dhati kabisa toka moyo wangu. Niwape Watanzania wote pole za dhati kwa ndugu jamaa zao ambao waliumia katika harakati za siku ya tarehe 29. Kimsingi harakati za uchaguzi duniani kote hazitegemewi ni mahali ambapo watu, iwe ni vijana, iwe ni watu wazima, iwe ni nani, apoteze uhai wake, kwa sababu uchaguzi lengo lake ni wananchi wa express freedom yao ya kuchagua kiongozi yeyote wanayemtaka. Nje hapo uchaguzi hauna maana yoyote duniani kote. Anzia na hati za Umoja wa Mataifa, nenda kwenye hati za kikanda. Sasa ukitoka Umoja wa Mataifa, kanda ya kwanza kwetu ni kanda ya Afrika. Kanda ya pili Tanzania ni East African Community. Kanda ya tatu kwa Tanzania ni SADC. Labda wengi wenu hamjui kwamba Afrika nzima Tanzania ni unique country, ndio nchi pekee ambayo ina belong kwenye kanda mbili tofauti. Afrika imegawanyika katika kanda 6. Sitazitaja zote kwa sababu mtapoteza muda bure, lakini pia ninaweza hata nikawa nimezisahau, japo nimeshiriki kuziunda hizo kanda katika nafasi zangu za nyuma. Kanda yetu kwa mfano Tanzania kwa sasa tuko kwenye kanda ya Afrika Mashariki, ambayo ndio kanda tuliyokuwemo tangu kabla ya uhuru, wakati ule ikiitwa East Africa. Kumbukeni kwamba sisi tulikuwa na ushirikiano katika kanda ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, hata wakati wa Mwingereza. Tukaanza panuka tukaongeza nchi zingine. Saa hizi tunao hata kina Somalia huko ndani. Saa hizi tuna Rwanda, tuna Burundi huko ndani na Uganda, kanda ya Afrika Mashariki. Lakini kwa historia, by accident of history, kwa Kiingereza sahihi tunaita hivyo, by accident of history, sisi Tanzania tuna belong kwenye kanda mbili, kanda ya East Africa, kanda ya SADC, yaani nchi za kusini mwa Afrika. Na sababu ya sisi kuwepo kwenye kanda ya kusini mwa Afrika, vijana wengi labda hamjui, ni kwa sababu sisi tulikuwa mstari wa mbele katika kupambania uhuru wa nchi zote za kusini mwa Afrika. Tulimwaga damu yetu, vijana wetu walienda kupigana huko, na watu wetu wengi walipoteza uhai na maisha kabisa. Lakini na wao wa nchi za SADC wamekuja Tanzania, tukawajengea makambi. Kulikuwa na kambi kule nadhani kama mtakumbuka,
kule Dodoma tulikuwa na kambi moja kubwa. Morogoro, maeneo ya Dumila pale tulikuwa na kambi kubwa sana. Kule Lindi au Mtwara nafikiri tuna kambi moja kubwa vile vile. Na vijana wa kwao na vijana wa kwetu, mnajua kabisa maisha yanavyokuwepo ya binadamu, mengine hata usipotaka huwezi kuyazuia. Vijana wetu na vijana wao wamekutana, wamepata uhai wa watu wapya, binadamu, wajukuu zetu. Kwa hiyo Tanzania hakuna mtu atakayetuambia hatuna haki kushiriki katika shughuli za nchi za SADC, kwa sababu mambo mengi makubwa ya SADC na ukombozi wa nchi zao usingelifanyika bila Tanzania. Sasa mengine kama mnataka details tutaongea siku nyingine, au swali moja mbili baadaye tutazikubali. Lakini tunajua kuna mpaka leo hii kuna watu wa Tanzania wanakwenda mambo ya nje, wizara wanaomba safari ya kwenda Afrika ya Kusini, kwa sababu mwanamke anasema nimezaa na mtu mmoja wa Namibia, nimezaa na mtu wa Botswana, watoto wanauliza baba yao. Kwa hiyo napenda mnisaidie namna ya kwenda kumidentify huyu baba. Alikuwa kwenye kambi fulani wakati wa ukombozi na sasa yuko. Kwa sisi ni ndugu wa damu. Actually tofauti na East Africa, sisi na nchi za kusini ni ndugu wa damu zaidi, kwa sababu binadamu wanaunganishwa kwa kuzaa. Sasa hapakuwa na wakati ule tulipopigania, hatukujua Tanzania kuna wakati utafika na sisi tutaingia kwenye kuparakana kwa kiwango hiki ambacho tunacho leo. Ni bahati mbaya. Na niseme ni bahati mbaya, japo ni kweli tumeingizwa kwenye hali hii na serikali ya TANU na CCM ambazo hazitaki kuwasikiliza wananchi wao. Wana katiba lakini hawataki kufuata katiba. Azimu TANU na CCM kwa kuwa ndio walipigania uhuru, wamehalalishiwa kumiliki Tanzania yote kwa milele. Hajawahi kutokea duniani kote hiyo. Hajawahi kutokea duniani kote. Kwa vijana mnaposimama, daini haki zenu ni haki yenu. Hakuna mahali popote TANU ilikabidhiwa Tanzania, wala CCM ilikabidhiwa Tanzania ikaambiwa imilikini. Hakuna mahali popote. Nchi hii ni mali yetu wote. Vijana walikuwepo wakawa watu wazima, na nyinyi mtakuwa vijana leo lakini mtakuwa watu wazima, mnarithi kwa rika nyingine, kama ambavyo rika yangu iliporithi kwa vijana waliofuata. Na ndivyo utaratibu duniani, watu wanaachiana. Na labda nyie hamjui, na labda Watanzania wengi hawajui, vyama vya siasa duniani, tuna historia ya vyama vya siasa vya Marekani, kwa sababu ndio vyama vikongwe kuliko vyote, hata zaidi ya Tanzania. Vyama vya siasa vya Uingereza, vyama vya siasa vya nchi zinazoitwa Western Europe, yani nchi leo zinazoitwa kwa ujumla wao nchi za EU, vyama vilivyokuwepo kwa ridhaa ya wananchi katika nchi hizo, kwa ridhaa ya wananchi, vyama vikongwe ni vile vyama vinaitwa Conservative Party, au kwa lugha rahisi ni vyama Democratic Parties. Nchi kama Ujerumani, vyama hivyo ni kama, hawatumii neno conservative kwa sababu wao wanatumia zaidi lugha yao, wanaita Christian Democrats, the Socialist Party. Ndio vyama vikongwe kabisa. Chama cha kwanza ambacho kilikabidhi Marekani cha Conservative Party kwa wakati ule walikuwa wanaita Democrat, tangu kuanzishwa kwake kiliachia mamlaka ya kuunda serikali baada ya miaka kama sikosei 70. Na Republicans waliposhika
au kukaa muda mrefu, lakini baada ya 70 wamekuwa wakiachiana almost kila mwaka au kila mwaka wa pili, na ndivyo ilivyofuata baada ya Conservative Party ya Uingereza. Vyama vilivyofuata viliachiana miaka 5, miaka 10, kwa maana ya vipindi viwili. Leo CCM ikidhani iko kule nyuma ambapo vile vyama vikongwe vilitawala kwa miaka 70, kwa sababu hata wananchi wao walikuwa hawajui wakati ule, au walikuwa na utaratibu ambao ulikuwa unakubalika na wananchi. Leo na wao wanang'ang'ania, tayari CCM inakwenda miaka 60. Kwa hiyo wanataka kufika miaka kama ile ya vyama vikongwe. Sasa sisi Gen Z, jeshi, vijana wa kizazi kipya, tunasema kwa nini inapofika chama kimekaa miaka 15, 20 tayari kimeshachukiwa? Ideal ni kupisha vijana wengine waingie. Ideal ni kuachiana kila baada ya uchaguzi. Umeweka ahadi zako, umeshindwa kuzitekeleza, ondoka. Kwa nini ukae miaka 20? Kwa nini ukae miaka 15? Kwa sababu tu mwenzako alikaa. Ondoka, umeshindwa kutekeleza yale uliyoahidi. CCM leo tunadanganya, utafikiri watoto wadogo. Eti kila kitu sawa. Maji, mimi nina mfano hai. Mwaka 95 wakati nakuwa mbunge wa Karatu, nilikuta bomba moja tu Karatu nzima, wilaya nzima, bomba moja tu iliyokuwa inatoa matone, wala sio maji, matone ya maji. Bomba moja tu. Yaani wilaya nzima ilikuwa na bomba moja tu. Tukitafuta historia kwenye wilaya mbalimbali hapa, tutakuta historia hiyo na haijabadilika. Kuna maeneo mangapi leo Tanzania hakuna hata tone la maji, lakini kila siku tunapigiwa hadithi kwamba CCM imefanikiwa maji 84%. Yako wapi hayo 84? Hata Dar es Salaam maji yako wapi? Dar es Salaam ambapo ni rahisi zaidi kupeleka maji, hawana. Walitudanganya wakati wa Magufuli kwamba wamepeleka umeme vijiji vyote, na kwa vitongoji sijui vilibaki, nadhani vilibaki kama vitongoji 50. Ndio walichotuambia, record zipo. Kumbe ni udanganyifu mtupu. Sasa serikali inayodanganya unaiachiaje kutawala? Sizungumzi siasa hapa. Nazungumza vitu serikali ya CCM inaahidi. Viko wapi? Picha za Samia. Ndio, kama ingekuwa ni shule kweli wamefanikiwa sana. Kama ni vyoo vya shule wamefanikiwa sana. Wamepiga picha ya Lissu, kuna picha ya Mbowe, wametambaza kila mahali. Hizo gharama za kusambaza na kuweka hizo picha kwenye billboards peke yake zingetosha kujenga vyoo vya shule nchi nzima bila kutegemea mfadhili. That is the reality. Sasa mimi huwa nazunguka nchi. Nikiwa huko kwenye siasa nimezunguka, wakati wa no reform no election nimezunguka. Hiyo Tanzania wanayosema tumefanikiwa, wanaenda Ulaya leo, wanaenda kuwadanganya EU, wanafikiri EU wajui. Biko wapi hivi vitu? Kwa hiyo haya yote ni picha, na sisi vijana wa Gen Z ndio kizazi cha sasa, ndicho kizazi kinapaswa kusimama. Nyie mnaweza mitandao, nyie mnajua sciences mbalimbali. Hapa kuna watu wa survey, hapa kuna watu wa kupiga picha. Embu msizungumze tu hadithi, jipange, gawanyikeni, tafuteni hizo takwimu. Wananchi mkiwaambia tuonyesheni ni kijiji gani kina hiki 1, 2, 3, wananchi watawaelewa. Juzi tu treni imejengwa,
Na bahati nzuri wakati treni hii inaombewa hela nimeshiriki. Lakini leo wanatuambia ni treni eti mvua za siku mbili tu treni lazima isimame. Eti matope kwenye barabara zetu, ardhi inadidimia. Ulifanya research ya kazi gani? Wenzako nchi zingine zile ambazo zinajenga treni tena za mwende kasi zaidi kuliko ya kwetu. Ya kwetu ni kilomita 110 tu sijui. Lakini nchi hizo zingine treni inakwenda kama ndege. Na labda kwa nyie ambao hamjui, hata sera yenyewe ya kuiga ndio matatizo. Sisi wameiga sera ya treni kutoka Chadema. Tena mwaka 2010 wakati mimi ni mgombea urais, nilianzisha hoja ya treni kwamba mtu atalala Mwanza, asubuhi anaamka anakwenda kwenye treni, anakwenda kufanya kazi ofisini kwake Dar es Salaam. Saa 10 anaondoka, anarudi kulala nyumbani kwake Mwanza. Wao umeenda kutekeleza? Hakuna kitu hata kimoja hata kikibuniwa na mwingine hawawezi kutekeleza ilivyo. Kwa sababu sera ya Chadema ya Mwanza tulioiweka pale ni kwamba treni itaondoka Mwanza itaenda Dar es Salaam, mtu saa 2 atakuwa ameingia ofisini. Kwa sababu treni hizo ni sawa na treni za kutoka Hamburg kwenda München, toka Hamburg kwenda Munich. Kuna watu wanalala Hamburg, wanaenda kufanya kazi Munich na jioni wanarudi. Hiyo ndio idea yetu. Wameiteka, wameenda kuitekeleza, lakini wametekeleza kinyume. Leo wanakuja na hoja ardhi inashindwa kubeba kwa sababu ya mvua kubwa. Ndio faida ya kufanya study ni nini? Kwa nini wanafanyaga environmental assessment? Kama kweli hali ndio hivyo, kama nchi zote zingekuwa hivyo. Sisi tulipanga kwamba ndege sasa hivi katika dunia zinakwenda zinakimbizana, reli inakimbizana na ndege zifikie spidi ya kilomita 600 kwa saa. Maana yake unahitaji masaa 2, yakizidi ni masaa 3 kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Lakini wameiga umeharibu. Leo atakwenda Dodoma na Dar es Salaam. Huwezi kwenda kutoka kulala Dodoma ukafanya kazi Dar es Salaam. Kwa hiyo tunasema hawa kila wakati wanatafuta excuses. Kila wakati wanaharibu. Hakuna hoja hata moja wanaichukua ikafanya kazi. Vijana wa leo ni tofauti na sisi. Msikubali hoja hizi. Sasa niharakishe baada ya kuwapa haya mambo mawili vijana. Nadhani niseme kitu cha tatu ambacho ni muhimu sana. Mnaweza kupambana na hawa kama nyie wenyewe mnajielewa na kujitambua. Vijana ni muhimu sana. Kama mnataka kuiondoa nchi yetu mikononi mwa nyang'au, mna wajibu wa kujipanga sana. Mara chache nimekuwa nikiingia, sijui labda baada ya kuanzisha huu ukumbi, sasa sina hakika. Leo ni mara ya kwanza naingia kwenye ukumbi huu rasmi. Jana nafikiri nijaribu kuingia nikasikiliza kwa mbali, lakini leo ndio rasmi siku ya kwanza naingia kwenye ukumbi huu. Kwa nasema cha kwanza kabisa, ili mfanikiwe, ili msiendelee kugaragazwa, ni lazima vijana muwe kitu kimoja. Wekeni pembeni tofauti zenu. Wekeni pembeni yale yanayowagonganisha, chukueni yale yanayowaunganisha. Wekeni pembeni tofauti. Wekeni pamoja hoja zote zinazowaunganisha. Mtakuwa na nguvu na nchi itatetemeka kila mnapotamka neno. Hakuna mahali popote wanasema utawala uliogawanyika hautasimama. Sasa si lazima iwe ni utawala uliogawanyika. Hata kundi linalomeguka kundi linalogawanyika, kundi lisilo na umoja thabiti,
kundi ambalo linaweza kuwa kama barafu. Barafu ukitoa tu kwenye fridge ukaweka kwenye barazani tu, sekunde chache imeshaanza kuyeyuka. Sasa mimi niombe, nimewasikiliza mara kadhaa. Naomba mjipange vizuri kama mnataka taifa lionje matunda yenu. Taifa lionje matunda yenu, na tena taifa la watu kama mimi ambao sasa tunachungulia kitanda chetu cha milele. Vinginevyo nitaondoka dunia hii sijaona matunda yenu vijana. Na kwa kuwa vijana mna bahati moja, lakini pia mna balaa moja. Mna bahati moja kubwa sana, kwa sababu enzi yenu ya teknolojia mnaweza kujenga kumbi kama hizi. Lakini mna balaa kwa sababu mara nyingi hampamaniane, mnakutana kwenye ukumbi huu. Hujui nani rafiki, hujui nani adui. Wengine wana sauti kubwa, utadhani sauti kubwa ndio pia akili kubwa. Kumbe wanaingia kwa hila, kwa hadaa vijana wazuri, lakini wewe una namna ya kutambua huyu anazungumza vizuri sana, lakini kumbe madhaifu. Una namna ya kutambua. Nashukuru kwamba nimeambiwa ukumbi huu wa sasa angalau watu mnaweza kutambuana, watu mnaweza mkakaa kwenye ukumbi mmoja, watu mnaweza mkapanga katika ukumbi wenu huu mmoja bila wengine kufahamu, na mkafanya mikutano kama mikutano inayofanyika kwenye kumbi hizi za starehe za hoteli kubwa. Kama hivyo ndio mimi nitafurahi. Lakini kama ni hivyo, basi anzeni mapema kabisa kuunganika. Anzeni mapema kabisa na mtafute namna yenu ya kutambuana bila watu wengine kujua. Mkikaa kwenye chumba chenye watu labda 20, angalau watu wa chumba 20 mfahamiane. Nimeambiwa ukumbi huu mnaotumia ni ukumbi salama, kwa sababu asiyehusika hawezi kuingia, na yanayojadiliwa hayatatoka, labda yatolewe na mmoja wenu. Wekeni mikakati hiyo. Muda wa kupoteza hatuna, muda hatuna. Wala msiseme mpaka mwezi wa 6, huko ni mbali. Taifa linategemea matunda yenu. Wazazi wenu tunategemea matunda yenu. Tunataka kuona yanayofanyika. Kwa hiyo hapa ndio mtego mlionao vijana wangu. Namna gani? Mara nyingi nawasikia hata kwenye ule ukumbi wa nyuma. Mara nyingi mnagombana, mnavutana, alafu mnakorofishana. Mnahitaji kuwa kama jeshi. Hakuna jeshi linaloweza kwenda vitani limegawanyika hata siku moja. Na niwashauri tu, kwa sababu iko hata ukiingia kwenye Google utapata So Many The Art of War cha Bwana Sung. Kitabu nadhani kina karibu miaka 2000 sasa. Hicho kitabu ni timeless, kwa sababu liko valid, principles zake ni applicable katika karne yoyote. Na aliandika, sijui Mungu alimpa akili ya namna gani. Principles zake ni valid, na hata mtu akipata, kwa sababu vitabu vya jeshi sio kwamba haviko, lakini ni jinsi unavyokuwa mjanja kuapply zile mbinu za vita kwenye concrete situation ya kwako. Makamanda, msiwe watu wa maneno mengi. Makamanda wenu, naomba msiwe watu wa maneno mengi, mwe watu zaidi wa planning. Na ukuta saa nyingine mnagombana na washangaa mnagombana nini kwenye zile kumbi za zamani. Lakini pia ni hao ndio wanaongea, hamtoi nafasi. Mwe pia democratic. Mara nyingi ni hao mnaongea. Ruhusuni mawazo mapya kadiri mnavyoruhusu mawazo mapya. Wewe kiongozi, ongea kidogo, pata mawazo mapya kila siku, jumlisha na yako, utakuwa kamanda mzuri sana. Kamanda mzuri sio yule anayezungumza sana.
Kamanda mzuri ni yule anayesikiliza sana na kupata mbinu mpya kila wakati, na mbinu mpya ndizo zitakazowafanya mshinde. Hamwezi kushinda kama hampati mbinu mpya kila wakati. Wenzenu kila wakikaa wanabuni mbinu mpya. Wenzenu kila siku wanabuni mbinu. Tena wanatumia wanajeshi wazoefu, wanajeshi ambao wana skills za kijeshi. Nyie hata skills hizo mnazo. Alafu nyie mnagombana. Alafu nyie kitu ambacho nina hakika siku mkipata dawa, na mimi sina jibu. Nilikuwa naona huruma wakati ule mnasema twende kule, labda tuanzie Kinondoni. Wewe Kinondoni tukutane mahali fulani, mnataja kabisa mahali pa kwenda kukutana. Sasa msiwe mnawaandaa wenzenu wanawatangulia. Ni sawa na sisi tuliokuwa tunawinda ndege zamani. Sisi wa vijijini kazi yetu tuliokulia ni kuwinda ndege. Unamwambia mwenzako, bwana, kesho asubuhi yule ndege sasa yale makinda yameshakuwa tayari kuliwa, na mama tunataka tumkamate pia. Unakwenda unawahi mwenzako, kumbe wenzako wamewahi saa 10 ya alfajiri. Hamna tofauti mlichopanga na hicho nachowaeleza, kwa sababu mnatoa details zenu zote, alafu mnabaki nyie mnagombana. Wenzenu wameshashika doria kila mahali, na ndivyo mlivyopoteza ile komandi yenu. Siku ya tarehe 29, siku ya 29 mlifika kila mahali, mlienea pote kama ambavyo nimeambiwa. Mimi wakati ule sikuwa na mtandao, lakini kama mliweza kufika kila mahali kwa jinsi ambavyo nimesoma, maanake mlijipanga. Sasa kujipanga mara 10 zaidi, kwa sababu mwenzako sasa ameshajua mbinu zenu. Kwa hiyo mjipange mara 10 zaidi kwa mbinu za siri, bila kuweza kujulikana kwa namna yoyote ile, ili mbinu zenu zisije zikapatikana na wale ambao wanataka kutumia. Bado nipo. Bado nipo. Upo baba, upo. Baba, tunakusikiliza. Nashukuru. Tunakusikiliza baba, tunakusikiliza, endelea. Upo kabisa. Upo sana. Ngoja, lakini nataka nirudi kwenye stage vizuri. Hapa tunakusikia, upo baba. Tunakusikia vizuri tu. Kila kitu kiko sawa kabisa. Sasa nilikuwa nataka kuona kama ile picha inacheza, najua kwamba nipo. Sasa nimerudi kwenye ukumbi. Kwa hiyo hiyo ni message kubwa nataka niwaache. Mbaki muweze kupanga hivyo vichwa, muweze kuona namna gani mnapopanga mikakati yenu. Lakini kwa sababu nimeambiwa mfumo huu wa ukumbi, mkiamua kuingia 5 mtabaki 5, mkiamua kuingia 10 mtabaki 10, na hakuna mwingine anaweza kuingia kama nyie hamjamuingiza. Basi ushauri wangu, waingizeni tu wale mnaoaminiana mnapopanga mikakati ya siri sana. Mnapoweka ukumbi kama huu wa sasa, ambao sijui na watu wangapi hapa tulipo, naona 46, sijui huko chini kabisa sijaona. Sasa kama mnaingia kwenye ukumbi kama huu, basi mnaingia wengi, hata siri nyingine mkizizungumza, na mnajua kabisa hapa kuna mambo hatuwezi kuyazungumza, hapa kuna mambo tu yakitoka hadharani tutakuwa tumeumia. Hayo mnajipanga kwa kadiri ya vyumba, kwa kadiri ya agenda mnazokuwa nayo. Mimi kazi yangu hapa ni kufundisha strategies. Kwani yule aliandika kitabu hicho cha The Art of War, leo kwani yupo? Kwa mimi nikiongea hivi, mkiapply sehemu za hizo mbinu hizo,
ndio mafanikio, kwa sababu wenzetu hawaendi vitani bila kwanza kwenda kufanya research. Na nyie mjizoeze, nyie ni wasomi, mjizoeze kabla ya kwenda kufanya chochote, mfanye research, na mkitoka mmekamilisha research yenu, mnaweza sasa kwenda kuwa tayari kuikomboa nchi. Nchi haiwezi kukomboka kwa mdomo, nchi haiwezi kukomboka kwa maneno mengi, nchi haitakomboka kwa nyewe kutukanana. Nifungie ajenda hiyo hapo, niende kwenye jambo lingine la mwisho ili sasa nisiwachoshe sana. Na nilitegemea sitaongea sana, lakini sijui mmeniloga namna gani mpaka nimeongea hivyo. Jambo lingine kubwa zaidi ambalo ninapenda niligusie ni kuwa makini na hoja za kweli katika nchi. Kwa mfano, wiki hii nzima tumekuwa tukijadiliana kuhusiana na kuuzwa kwa dhahabu yetu. Sasa kwa kuwa nilikuwa siingii sana, siwezi kuwasema sana, lakini sina hakika mmepiga kelele ya kutosha. Kama mmepiga kelele ya kutosha, basi hizo kelele mlikuwa mnajiongelea wenyewe, Watanzania hawajapata, kwa sababu hakuna hoja ambayo Watanzania watakasirika. Ukiacha hoja ya mauaji yale ya tarehe 29, ukiacha hoja ya ufisadi, ukiacha hoja ya watu wetu wanaobakwa, watu wanaofanya nini, haya maneno ya vijana hata mimi nashindwa kuyatoa, wanaolawitiwa. Asante mama. Mimi mpaka nimefika miaka 30 hilo neno nilikuwa siwezi kulitamka. Naomba nisameheni sana vijana wangu leo. Mpaka miaka 30 nilikuwa siwezi kutamka neno kulawiti, kufira, nilikuwa siwezi. Siku imetokea ile kina Agatha, mimi nilitamani nikimbie porini, nijifiche watoto wangu wasinione. Sasa nilikuwa sebuleni. Kwenye taifa, kwa Wakristo wa Katoliki tena kuna kitu cha ziada, labda mlikuwa mjui. Papa Paulo wa 6 alikabidhi nchi hii kwa Mama Bikira Maria. Wale wa Katoliki ni nadhani mtakuwa mnakumbuka, wasio wa Katoliki mnisamehe. Nchi yetu ni kati ya nchi iliyobarikiwa, nchi chache zilizobarikiwa na Papa Paulo wa 6 1962. Mwaka 62, sijui wangapi mlioko hapa mlikuwa hai duniani. Ikarudiwa kubarikiwa tena na Papa Yohani Paulo wa pili 91. Leo tunafanya machukizo makubwa kwa Mungu, kwa sababu katika dhambi zinazomchukiza Mwenyezi Mungu ni dhambi ya hayo ambayo mmeyataja. Ni kinyume cha maumbile. Mwenyezi Mungu hakukusudia. Alipotengeneza matumbo haya mengine yalikuwa na kazi maalum. Mwenyezi Mungu hakutegemea kwamba mtageuza uumbaji wake kwa maudhi kwake. Labda wangelijua kama mtafanya hivyo. Samahani, natumia lugha ya kibinadamu, maana najua Mungu anajua toka mwanzo mpaka mwisho. Lakini nasikiri angejua kwamba Watanzania watageuza binadamu wenzao, asingetengeneza. Kuna watu pia wanalawiti, sijui kama litamka. Na ndio maana hata kienda kwenye sisi tunapoungamisha, ukisema dhambi moja alafu ile nyingine unayoonea aibu ukuitamka, hata ile ulioenda kuungama kwa padri haitaondolewa. Sasa sijui wanajua hayo. Kwa ninachosema sisi sasa, haya yameshasema, lakini watu wameshadanganywa. Unaweza kuweka hadharani ukweli ni watu wa mitandao tu, na si mitandao yote. Mitandao mingine kazi yake ni kuwadanganya wananchi,
Kwa hiyo ni mitandao ya ukombozi tu inaweza kupeleka taarifa hizi kwa wananchi wetu. Naomba tusimame kidete, tuwaelimishe wananchi wetu, na tusiishie hapa. Tutafute haya yanayozungumzwa hapa, namna gani tutafikisha kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye Facebook, sijui wapi na wapi, kwa sababu wanaoingia hapa ni watu wangapi. Tusije tukajikuta tunasambaza taarifa miongoni mwetu, lakini umma tunaotaka kuwafikia hawapati hizo taarifa. Naomba tumieni sana akili ili muweze kupeleka taarifa nchi nzima ndani ya muda mfupi iwezekanavyo, kabla hazijaondolewa na kuchafuliwa. Labda nikielekea kwenye mwisho, ndugu zangu, mwili wangu bado unasisimka nikikumbuka tarehe 29. Watu wa serikali na CCM wanafikiri tutasahau. Na nimombe Nchimbi, kwa sababu ndiye niliyemsikia. Yale yaliyotokea tarehe 29 hakuna namna ya kusema yatasauliwa duniani. Na kama kuna kitu Nchimbi leo umeniudhi ni hiyo, kwamba unataka Watanzania wasahau ndugu vijana wao waliouliwa, marafiki zao waliouliwa, ndugu zetu waliopotezwa. Unataka tuwasahau, tusiwataje. Sheria gani inatuambia sisi tusiwataje? Yes, umeunda tume yenu. Umeunda tume yenu, sisi tutegemea hiyo tume. Sisi tuliona kwa macho yetu. Hatutegemei tume tuambie leo. Tume ambayo umeifungia na sasa hivi umethibitisha kile tulikuwa tuna mashaka nayo, umeifungia ndani. Haiko transparent tena. Mlikuwa mnafanya siku za mwanzo, mlikuwa mnafanya mahojiano mbele ya waandishi. Leo inafanyika hiyo. Tayari mmeshatuonyesha tume hii ni ya serikali. Ile tume sisi tuliwaambia duniani kote, na narudia principle, duniani kote hakuna mtu anayejiundia tume yake mwenyewe. Yani anayedhaniwa kwamba ni mhalifu anaunda tume yeye, na anaweka watu ambao ni wapake yeye. Na hilo ilikuwa watu wasiwaelewa. Watu wapake yeye maana yake nini? Waziri wa mambo ya kijeshi, siku ile tarehe 29 jeshi lilikuwa chini ya huyo ambaye ndiye anasema alikuwepo kwenye ile tume siku hiyo. Kwa sababu mawaziri wanaacha nafasi zao wiki moja, wiki mbili baada ya uchaguzi inapoundwa serikali mpya. Lakini waziri aliyekuwepo kitini tarehe 29 alikuwepo. Alafu anawekwa kwenye tume. Na watu wengine 2 watatu hivyo. Mabalozi wale wako bado kazini serikalini. Kwa sababu tume ya Chande ya haki jinai ilikuwa haijakabidhi kazi zake. Na wale waliokuwa kwenye tume ya Chande wakarudishwa. Ndio wanalipwa mshahara na serikali. Rais aliwaongezea muda, nadhani mnakumbuka wote. Leo tutasemaje kwamba tume ya Chande ni tume huru kwa kigezo chochote duniani? Kwa vigezo vya Tanzania, shauri yenu, mimi siingilii vigezo vyenu. Kwa sababu hakuna standard yoyote Tanzania inaweza kumatch na vigezo vya dunia hii. Lakini kwa vigezo vya dunia hakuna hata moja anayequalify, na ndio maana mimi nimesema sawa, mimi sipigi kelele. Lakini mnajua kabisa kwamba tume ile mimi silazimishwi kuitambua, kwa sababu ambazo dunia nzima nazo inakubali. Dunia nzima inajua nisipokubali tume ya Chande kwa nini naikataa. Dunia nzima inajua, na silazimishwi na yoyote. Ndio maana nimeenda shule. Waambieni hayo mnawaambia watu ambao hawajaenda shule. Nimeenda shule, sheria nimeisomea, ninaijua, si kubahatisha. Kwa hiyo tume ya Chande, kama wewe unafikiri itafanya haki, tusubiri
hiyo siku yako, lakini isilazimishwe na mtu yoyote kwamba ile tume ni haki na ni halali, na Mtanzania yoyote asilazimishwe, kwa sababu hakuna mahali popote tunaambiwa kwamba lazima tukubali. Ile ni Judicial Commission. Tunajua taratibu za Judicial Commission, lakini hakuna mahali na hakuna namna tutalazimishwa tukubali matokeo ya kazi inayofanywa na tume ya Jaji Chande. Sasa hiyo haikuwa lengo langu kuongelea, kwa sababu sina sababu ya kuongelea tume ambayo mimi siitambui. Mimi nataka kuwakumbusha vijana wangu wale waliopigwa risasi tarehe 29 ni ndugu zenu, ni marafiki zenu, ni partners wenu. Wengine mmeshachumbiana humo, kuna boyfriend, kuna girlfriend, kwa sababu wale sio watoto tena, na leo hawako kwenye uso wa dunia kwa sababu tu ya mtu. Tudai haki itendeke, tudai haki, na kelele hizo zisiondoke mdomoni mwenu. Kwa bahati nzuri tumesaidiwa na CNN, baadaye tukasaidiwa nafikiri na Deutsche Welle, nadhani tukasaidiwa na BBC, na hapa juzi tuna vyombo kama 4. Hakuna atakaye tunyamazisha. Dunia nzima iko upande wetu, dunia nzima iko upande wetu. Hakuna wa kutunyamazisha kwamba tusiongelee tarehe 29. Na mimi ambaye nilikuwa nakaa siku ile wifi ikirudi, naangalia naona watu wamelundikwa kwenye mortuary pale Mwananyamala. Hamwezi kuiondoa kwenye akili yangu. Nimeona mortuary ya Arusha, hamwezi kuiondoa kwenye kichwa changu. Mortuary ya Mwanza, mtaondoaje? Nimeona mtu akipigwa risasi, naangalia mimi mwenyewe, yuko ndani ya nyumba, yuko barabarani. Alafu leo unaniambia nini? Haya, sawa. Wale wa Mwanza waliokuwa wanacheza karata wakapigwa risasi watu 15 pamoja na wengine, nafikiri jumla wote walifika 21 baadaye. Watu wanacheza karata, wengine hapo kwenye karata, wengine wanaangalia mechi ya nchi gani sijui wa Tanzania walivyofanywa wajinga. Wote wakaambiwa lala chini, wakatandikwa pale pale. Leo unataka kutuambia tusijadili haya? Tumwachie nani? Tumwachie nani? Vijana wangu, mkiwa waoga katika mambo hayo, basi mimi nadhani hatuna sababu ya kuitwa sisi kama ni Gen Z. Kama tutakuwa waoga wa kuzungumza hayo, sidhani kama tuna sababu ya kuitwa Gen Z. Mwaka jana mwishoni, wote sisi ni mashahidi. Nchi ngapi vijana wamekomboa nchi zao? Ndio kusema sisi Tanzania hatuna vijana, na tusiwaite niye ni vijana. Labda ni kweli kwa sababu hatujawaona na hatuwaoni, mmejificha hapa kwenye mtandao, mnazungumza, hatujui kweli kama ni wazee, ni vijana, ni nini, hatujui. Mbona wenzenu wanaweza kujiorganize? Nini imeshindikana kwenu? Hebu angalieni tu Nepal walivyofanya, ni vijana. Nchi kama 3 za Asia mwaka jana, ukiandika tu Gen Z, zitakuja nchi zote ambazo mwaka jana wamekomboa nchi zao na wako kwenye hatua ya kujenga nchi zao, na hapakuwa na uadui. Serikali ya Tanzania hiyo yenye uadui na vijana wake ni serikali ya aina gani?
Kama walikuwa wanajitambua ni serikali, basi wangetuletea kijana fulani, kijana fulani, kijana fulani. Jamii tunaomba radhi, kwa sababu hakuna kitu kinachozidi ukweli. Ukweli ndio unaotupeleka kwenye maridhiano, kama kuna maridhiano. Saa hizi kuna watu kama kina Odero wanauza maridhiano. Ule ni utapeli uliopitiliza. Odero ni tapeli aliyepitiliza. Anatumika kama chombo. Anaonekana mtakatifu, lakini ni shetani la kupindukia. Ameshahongwa, na sio leo. Namfahamu, nimefanya kazi naye. Sasa mimi ninachosema, kama ni mawazo yangu yanaulizwa, mimi ningesema hakuna cha maridhiano. Kitu cha kwanza, tupate taratibu. Ukishaumiza jamii kama ilivyotokea Afrika Kusini, hatua za kutumika. Mzee Mandela alishaonyesha. Mzee Mandela na yule askofu wa Kianglikana walionyesha njia, si kujificha nyuma ya mapazia, sio kuficha majina, si kuzungumza kwenye maficho, ni kwenda hadharani na kuombeana radhi. Na wale vijana kama walizikwa kwenye makaburi ya halaiki, magereza yaingie kazini. Na najua saa hizi labda yatakuwa yanatoa harufu mbaya zaidi, lakini kosa ni la kwenu. Pale mwanzoni wale vijana walikuwa hawatoi harufu. Kwa kuwa mlifanya hayo nyewe wenyewe, tena tutawaambia hakuna cha kutumia. Hakuna cha kutumia, hamna kuweka kitu chochote puani. Kama harufu ni mbaya, mtavumilia hivyo hivyo. Hao vijana watolewe, wapeleke, waandaliwe kwa mazishi yanayostahili, na tunataka wale waliopika wachukuliwe hatua. Hapa hatutaendelea, mtapoteza tu, mtadelay tu. Hata miaka 50 ijayo hao vijana tutawadai. Hata mimi nisipokuwepo baada ya miaka 50, najua sitakuwepo, lakini hata kule nitakapokuwa nikiwa kwa shetani, nitapiga kelele. Serikali ya Tanzania, tunataka vijana wale warudishwe kwa wazazi wao. Ni binadamu. Kwa hili hatutaogopa, na wala sitaogopa kuzungumza. Wale vijana si digidigi, sio njiwa, ni binadamu. Ana roho iliyowekwa ndani mwake na Mungu. Swala la roho ya Mungu mimi siongelei. Mungu atajua ile roho zimeenda wapi, na kwa kawaida haziwezi kurudi ndani yao. Sasa sisi ambao tumepewa kazi na Mungu ya kuhifadhi miili ya binadamu wenzetu kwa vyovyote vile, sisi genzi nyie na mimi na wenzetu wengine, tukiwasaliti wenzetu, yatakayotupata na sisi tutajutia. Mimi naomba tusimame imara, tusimame kidete, tupiganie taifa letu, rasilimali ya taifa hili. Wewe binti na wewe kijana mtakaofunga ndoa, watoto wenu zitakapomalizwa, watoto wenu ndio watakaoumia. Mimi sizai tena, wale nilionao tayari wanajitegemea. Lakini wewe na wewe binti na kijana wa kiume mnaoenda kuzaa, kama mtaogopa leo, mtakuwa na hofu leo, hao vijana hawatawasamehe, kwa sababu kusaliti kwenu, mtakavyosaliti nyie, ndio watoto mtakaowazaa ndio watakaoenda kuteseka. Wakati leo mkichukua hatua, angalau kuna kitu mtakiokoa, watoto wenu watakifurahia. Sisi wazee kazi yetu ni ushauri. Mimi mkiniomba kwa ushauri hata usiku wa manane, nataka niwahakikishie nitakuja. Sasa kama kuna watu wenye maswali specific, kwa sababu hapa nimeongea kwa jumla sana,